Naam, nina uhakika ya kwamba wewe ni mzima wa afya popote pale unapotusikiliza na kututizama, mpendelevu wa kituo bora cha matangazo cha Kwetu News 24. Karibu katika habari zetu za leo ambazo ni habari zenye uchunguzi wa kina kabisa kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na ni habari za vita. Naamini kuwa sijachelewa kukuletea kile kinachojiri kwenye uwanja wa vita mashariki mwa Jamhuri ya DRC na kote ulimwenguni pote. Kwanza kabisa nikutakie Pasaka njema popote pale ulipo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, na hizi hapa ni habari zetu. Naitwa Espoir Mukubure Muhamba na hii ni Kwetu News 24. Hizi hapa habari za ukweli na za uhakika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini na jimboni Kivu ya Kusini. Tufungue ukurasa huu wa habari na habari kutoka kwenye uwanja wa vita ambako mapigano makali yameripotiwa kuanza asubuhi mapema April mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mashambulizi hayo yameripotiwa kwenye eneo la Kilimbwe hadi Kashaka, hasa katika kijiji cha Kigogo kilichoko kwenye wilaya la Mwenga, hususan kwenye utawala au uchifu wa huko Lwindi. Vyanzo vya ndani vimetueleza kuwa wanajeshi wa wazalendo wameendesha shambulio la kushitukiza dhidi ya waasi wa AFC M23 waliokuwa wakidhibiti eneo hilo. Shambulio hilo limekuja kufuatia hasira za wananchi lililofanywa katika eneo hilo la machimbo ya dhahabu linalojulikana kama Carrière Minière de Chinois. Shambulio hilo limesababisha mapigano makali kati ya wazalendo na majeshi ya M23, ambapo taarifa za awali zinaeleza kuwa wapiganaji wa wazalendo wamefanikiwa tena kudhibiti kijiji cha Kigogo baada ya kuwasukuma nyuma waasi wa AFC M23. Aidha, yameripotiwa kuwa waasi hao walilazimika kukimbia maeneo hayo kufuatia shinikizo la shambulizi, huku wakifukuzwa na wapiganaji wa wazalendo. Hali ya usalama eneo hilo bado yatajwa kuwa ya wasiwasi, huku wakaazi wakihofia kuendelea kuwa mapigano na hatari zake kwa maisha ya raia wasio na hatia. Matokeo hayo yanadhihirika kuongezeka kwa mvutano wa mapigano kati ya makundi yenye silaha na kuendelea kuzofisha juhudi za kurejesha amani na utulivu maeneo ya Kivu ya Kusini. Wakaaji wanaendelea kutoa wito kwa wahusika pamoja na jumuiya ya kimataifa kuingilia kati haraka ili kuzuia kuongezeka kwa machafuko na kulinda maisha pamoja na mali za raia. Kwingineko Kivu Kusini na Kaskazini ni kwamba baada ya msimamizi wa wazalendo kote nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, William Amuria Kutumba, kuweza kutoa onyo kwa wale wote wanaosambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kupinga kabisa wito wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia kauli ya Commandant Region au msimamizi wa wanajeshi jimboni anayehusika na operesheni, ya kwamba wanajeshi wa wazalendo wanaopatikana mjini na sehemu zote ambazo hakuna mapambano ya kivita wala uasi wowote kuweza kutawanyika na kuweza kujielekeza kwenye eneo la mapambano. Kauli mbalimbali za wazalendo pamoja na raia zimeanza kusikika huko wakiunga mkono kauli ya Kamanda William Amuria Kutumba. Baadhi ya wazalendo ambao tumezungumza nao kwenye njia ya simu wameendelea kusisitiza kwamba kauli ambayo iliyotolewa na Kamanda William Amuria Kutumba ni nzuri sana na wala haina budi kuweza kuitekeleza, ila ni bora Kamanda William Amuria Kutumba pamoja na serikali ya DRC kuweza kulivalia njuiga swala hilo ili liweze kufika ukingoni mwake. Wamoja kati ya wale tuliozungumza nao wamesema kuwa ni bora wale ambao watateuliwa kubaki maeneo ambako tayari usalama umeimarika waweze kuchaguliwa haraka ili kumaliza mtafaruko unaoendelea kushuhudiwa sehemu mbalimbali. Tuweze kumsikiliza mmoja kati ya wale tuliozungumza nao. Soda anakuwaka wa kupangiliwa. Kweli mjini muko ba soda mingi kushindia benye kwa kule kwa operation. Bawe ba soda ba FRDC, bawe ba bazalendo, biko bengi kushindia benye kwa kule yule. Na wakati vitendo iko napita ya maafa kupiga magunduki ovyo, habatajulikana wale watu, juu habapangiliwa. Habatajulikana ni basoda ba inite gani.
Kumbi ile kitu yanasema ya kupangilia abifanye haraka. Kubifanya haraka namna gani? Ile ndo itatuma hii yote desordre inaisha. Apange kama ni batayo yenye atapanga, batayo yenye itakuwa nani hapa Uvira ya Bazalendo, batayo yenye itakuwa Uvira, batayo yenye itakuwa Misisi, ile yenye itakuwa Misisi. Ile batayo ndo itaangalia Nyange, Ngalula, inaangalia na Lulimba. Hii yenye itakuwa nani Baraka ndio itaangalia mpaka na Sebele, mpaka kwenda sehemu za Mboko kule. Iwe batayo ya kuenea organic. Sasa hakusema mbaya, akifanya vile hiyo yote desordre itaisha. Lakini kibaya yenye ilikuwa ile matamshi yenye ilitoka ya kusema bote Bazalendo bote bapande bote kumilimu basionekana mwingine. Ile ilikuwa langaje mbaya, na ndo maana watu walitoka mkusema mingi juu ya nini, juu ya ile langaje ya kusema Bazalendo bote batoke mubarabara bapande. Ili ilitupatia mawazo ya kukumbuka directement venye walifanya kule Luvungi wakati walimutosha ye mzee William asema ende ngabo za Kaziba, na njia ikafunguka asa Bazalendo batoke mubarabara bapande vende njia ya Kaziba. Watu wanakuwa na woga. Mimi naweza sema kungambo wangu ni vile viana sema ni kweli, ndio gisi inapaswa kufanyika. Lakini kama watu walikomante mingi ni juu ile babembe alisema waangilwe na mbulu asikiosena na ile ngoma. Juu gisi Luvungi gisi vilifanyika kutosha watu nani Bazalendo mubarabara bakaenda ngambo ya Kaziba na nje ikabakia wazi Uvira ikawa tombe. Pale ndo kwa akili ya watu ilienda kufatana na ile langaje yenyewe nani komandare Jean alisema. Na kama kuko ile organization ya vile ni organization mzuri ya kusema bamwe Bazalendo babaki mwingine kwanza Misisi Fizi, Uvira, Lulimba, Baraka, Kilembwe mpaka kwenda Nyange. Kuwe maanani magrupe ile yenye inapangiliwa. Hapana isio pangiliwa. Juu ile yenye ipangiliwa. Ndio ile yenye iko na fafaya fujo na makelele ya kupiga watu masase, kunyang'anya vya watu, kupiga masase ovyo. Juu haikupangiliwa. Haitajulikana hii ni grupe ya nani na inapangiliwa na nani. Kile kumawazo yangu kufatana na ile gisi mzee William wa Kutumba alitoka mkusema, naona ni mzuri ipangiliwe vile. Lakini ile asema Bazalendo bote batoke tu nani mubakie tu FRDC bakie huko. Si ile si ndo bongo ile. Ilikuwa bongo kwanza busubuhi paka magharibi. FRDC bakie yo peke. Gisi balibakia Luvungi. Ile ndo mawazo yangu, na furahi na ile mipango yenyana tosha, ni mpango mzuri. Na kama watu walikomante mingi, ni kufatana ile FA ile pita Luvungi. Kubatosha yeye mzee William na vikosi vyake vote kuwapeleka nani Kaziba, na huku nyuma mwingine ya Uvira ikaanguka. Wakati hilo likiendelea namna hiyo, msikilizaji, Marekani na Qatar zimeitisha raundi mpya ya mazungumzo kati ya waasi wa M23 na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mazungumzo yaliyopangwa kufanyika katikati ya mwezi huu huko Uswisi. Hii ni kwa mujibu wa kituo cha utafiti nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo CRG. Awali mazungumzo haya yalikuwa yamepangwa kufanyika mjini Doha, lakini yamehamishwa kutokana na mzozo unaoendelea kwenye nchi za Guba. Mazungumzo haya yanaendelea kufanyika huku licha ya kusitishwa mapigano aina ya pande hizo kufuatia makubaliano ya Doha ya Novemba 15 na kisha yale ya Washington mwezi Disemba. Hatua kidogo tu ndizo zimepigwa. Kati ya masuala 8 yaliyojadiliwa ni mambo mawili tu ndiyo yaliyokubaliwa. Mpango wa kufuatia usitishaji mapigano na kubadilishana wafungwa wa kivita, swala la mustakabali wa M23, kurejea kwa wakimbizi na kutenda haki kwa makosa ya kivita yaliyotekelezwa na pande zote yamesalia magumu. Kinshasa na waasi hao wakitofautiana. Katika mzozo huu, Rwanda inatajwa moja kwa moja kuwasaidia waasi hao, ambapo mwezi uliopita Marekani iliagiza vikwazo kwa maofisa wa juu wa jeshi la Rwanda, Washington ikituhumu Kigali kukiuka kwa makusudi makubaliano yaliyotiwa saini pamoja na Kinshasa. Wakati serikali ya DRC ikitaka waasi hao kuachia miji wanayokalia, M23 kwa upande wake inataka marekebisho ya katiba yatakayotambua mamlaka yake na kutoa uhuru wa kujiongoza kwa majimbo ya Kivu. Wakati haya yakijiri, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na chama tawala nchini humo UDPS
yanaendelea na mchakato wa kubadilisha katiba ili kuweza kuvunja nguvu za uhasi na uongozi mbaya uliowekwa na vyama tawala vilivyopita. Msikilizaji wa Kwetu News 24, kufikia hapo sina la ziada. Ulikuwa nami Espoir Mukubure Muhamba na hii ni Kwetu News 24. Endelea kubaki nasi kwa mwendelezo wa habari zetu. Kwa heri kwa sasa.